Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 19 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Na kipindi hewani utupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Wedeteno Ministries. Tunaendelea na uchambuzi wa sifa kubwa 10 za mfumo wa Kisodoma, au mfumo wa Kibabeli, au mfumo wa mpinga Kristo, ambao tunatakiwa kujitenga nao na kuhakikisha kwamba mapato yetu hayaitwi mapato ya udhalimu au yasiyo yanayomchukiza Mungu sawa sawa na neno la Mungu. Na tumeshaangalia sifa 6. Jana tulikuwa tunaangalia sifa ya 6 ambayo tulisema ni uchawi. Nilikupa mfano wa Balaam na jinsi ambavyo Biblia inamtaja alipenda mapato ya udhalimu. Na kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya 2:15, kwenye Yoshua 13:22 inatuambia alikuwa ni mchawi. Hesabu 22 mstari wa 5, 6, 7 inaona jinsi ambavyo Balaki alimwajili kwa uchawi wake ili aweze kumpa ujira wa uganga. Biblia inasema kwa hiyo chanzo chake kikubwa cha mapato ilikuwa uganga, uchawi, ambacho ni udhalimu, maana yake ni kinyume na mfumo wa kimungu. Na sifa ya 7 tunaiangalia ya mfumo huu ni mfumo ambao unataka kukutajirisha, kukuletea utajiri kwa kutumia sadaka za kafara za watu. Ukishaona unashawishiwa kutoa sadaka za kafara za watu au hata wanyama, ni moja ya ishara kwamba mfumo unaotumika ni mfumo wa Kisodoma, mfumo wa Kibabeli, mfumo wa Kiezebeli. Kwa sasa maneno yaliyozoeleka Freemason au Illuminati, kafara za watu. Na hili ni kinyume na utaratibu wa kimungu. Utaona kwenye mfano ule wa Yezebeli, ukisoma Wafalme wa Kwanza, bado pale Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 2, unaona hii ilikuwa ni moja ya nguzo ya mfumo huu. Sura ya 19 mstari wa 2, Biblia inasema ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya moja wapo wa hao. Kwa ameua sura ya 18 manabii 450 wa Baali. Kwa hiyo Yezebeli anaapa, anasema miungu inifanyie hivyo na kuzidi kesho Elia pia nisipokufanya kama mmoja wa manabii 450 uliowaua. Akaenda akahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Unaona mfumo wa Yezebeli unadai kafara za watu na kuua watu, ni moja ya nguzo ya mfumo wa Yezebeli. Ukisoma pia sura ya 21 Wafalme hiyo wa Kwanza mstari wa 5 na kuendelea, utakuta habari za Nabothi ambaye ni Myezreeli. Na ukisoma hii sura karibu yote ya 21 utaona hii sifa jinsi ambavyo inatawala mfumo huu wa Yezebeli au mfumo wa mpinga Kristo wa kufanikiwa kiuchumi. Soma ile sura, mistari ni mingi, hatuwezi kuisoma yote kwenye kipindi hiki, lakini soma sura 21 nzima. Lakini ukianza mstari wa kwanza unaona Nabothi Myezreeli, huyu bwana yeye alikuwa na shamba la mizabibu. Na hili shamba lilikuwa lina sifa kama 4-5 kubwa. Moja, Biblia inasema lilikuwa karibu na nyumba ya mfalme. Unaona shamba lake Nabothi lilikuwa ni shamba la mizabibu. Kwanza linafaa kwa kilimo cha mizabibu. Pili, lilikuwa karibu na nyumba ya mfalme. Lakini 3, unaona lilikuwa linafaa kwa kilimo cha mboga. Ahabu akasema na Nabothi, akamwambia, Ahabu ni mfalme, akamwambia nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumbani kwangu. Naona ilikuwa karibu na nyumba ya mfalme kama tulivyosema, lakini badala yake nitakupa shamba la mizabibu lilo zuri zaidi, ama ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yako. Unaona jambo la kiuchumi. Nabothi akakataa kwa sababu alisema hili ni shamba la urithi wa baba zangu. Kwa sifa kubwa kama 4. Lilifaa kwa mizabibu, lilifaa kwa mboga, lilikuwa karibu na nyumba ya mfalme, na pia unaona lilikuwa ni shamba la urithi ambalo Nabothi alikuwa amepewa. Kwa hiyo Nabothi akakataa ile fedha ya Ahabu. Biblia inasema mstari wa 4, Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi. Ukienda mstari wa 5 unaona mfumo
wa Kiyezebeli. Mfumo huu wa mpinga Kristo unavyofanya kazi. Njia halali Ahabu alikuwa anataka kutembea nayo kumlipa Nabothi fedha sawasawa na thamani ya shamba lake. Alivyokataa, japo kuwa alikuwa ni mfalme, aliona hana jambo la kumfanya, kwa sababu ndio mfumo wa kimungu unavyotaka kwenda. Mfumo wa Mungu wake Ahabu wa Israeli ndivyo unavyotaka. Sura ya 5 mstari wa 5 unaona mfumo wa Kiyezebeli, mfumo wa kipepo wa mpinga Kristo unavyotaka. Anasema Yezebeli, lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Mfumo sahihi wa kimungu ambao Ahabu alitaka kuutumia kwa kununua, lakini Nabothi akakataa, hakuwa na kumfanya. Ila Yezebel, Biblia inatuonyesha sasa jinsi alivyo. Anasema lakini akakataa, na alivyokataa mstari ule wa 8 Biblia inasema unaweza kaanza mstari wa 7 pia. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unamiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako furahi, nami nitakupa shamba la mzabibu la Nabothi Myezreeli. Maana yake alikuwa na njia mbadala. Ukienda mstari wa 8, basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri wake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akisema, pigeni mbio ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena amemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukuani nje ya mji, angalia, mpige kwa mawe ili afe. Kwa hiyo mtengenezea uongo, wampige kwa mawe ili afe. Na ukisoma Biblia utaona jambo hili likafanyika. Wakamtoa nje ya mji, wakaenda wakampiga kwa mawe, na walivyompiga kwa mawe, mstari wa 14, wakampelekea Yezebeli habari wakisema, Nabothi amepigwa kwa mawe, amekufa. Mstari wa 15, ikawa Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka, ulitamalaki shamba la Ahabu, ulitamalaki shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha. Unaona mifumo, maana Nabothi yako hai lakini amekufa. Kwa Ahabu aliposikia kwamba Nabothi amekufa, akaondoka akitelemkia shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli ili alitamalaki. Kwa unaona mifumo miwili, mfumo halali ambao Ahabu alitaka kuufuata, kununua na kulipa kwa fedha, Nabothi akakataa. Mfumo ulivyofeli, Yezebel ambaye anatumika, kumbuka mtoto wa Ethbaali kwa mfumo wa Kibaali, akasema tuna mfumo mwingine wa kupata shamba, wa kuua, kutoa kafara ya kuua. Kwa hiyo akamuua Nabothi na mfalme akamiliki shamba kwa kifo, kwa kafara ya kifo cha Nabothi. Hivi ndivyo mfumo wa Kiyezebeli unavyofanya kazi. Ukienda Amosi sura ya 1 mstari wa 13 utaona jambo hilo pia likitokea. Watu wanatoa kafara za mimba au watoto wakingali tumboni ili wafanikiwe kiuchumi. Amosi sura ya 1 mstari wa 13, haya ndio asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya wana wa Amon na kwa manne sitazuia adhabu yake isimpate, kwa sababu angalia, amewapasua wanawake wa Gileadi wenye mimba ili wapate kuongeza mipaka yao. Sababu ni kuongeza mipaka yao, mafanikio ya kiuchumi, kuwa matajiri, kuongeza miliki yao. Wamefanya hivyo kwa nini? Kwa kafara ambazo walipasua mimba. Wamepasua wanawake wa Gileadi wenye mimba, wakatoa watoto kafara ili wapate kuongeza mipaka yao, wafanikiwe. Kwa hiyo ukiona mtu anakushawishi au mtu anakwambia kuna mafanikio kwa njia ya utoaji wa kafara za watu, ujue tayari huo ni mfumo wa kipepo, mfumo wa Kiyezebel, na unatakiwa kujiepusha nao. Usifanikiwe kwa kutoa kafara za watu, watoto wachanga, kwa kutoa kafara za wazazi, kwa kutoa kafara za watoto wako kwa kuzaa. Ukishaanza kufanya moja wapo ya hayo, ujue tayari unaingia kwenye mfumo wa mpinga Kristo, na ujue mafanikio yako ya kiuchumi yatakuwa hayana maana, itakuwa ni angamizo lako.
Mungu akusaidie sana. Ukiwa kwenye ofisi ambayo inatoa kafara za namna hii, soko linatoa kafara za namna hii, hakikisha unajitenga na huo mfumo kwa maombi, kwa damu ya Yesu, na kuishi maisha ambayo ni matakatifu katikati ya mfumo wa namna hiyo ambayo inawezekana. Kesho nitakupa sababu ya 8 na kuendelea. Usikose saa 12 asubuhi. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.